Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Huzuni imetanda mara mbili katika kijiji cha Mande, kata ya Old Moshi Magharibi, baada ya Leah Ngowi mwenye miaka 60, mkazi wa Kibororoni wilayani Moshi, kufariki dunia akiwa kwenye mkesha wa kumwomboleza James Temba aliyekuwa na miaka 24, mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha IFM aliyeuawa kinyama na kukatwa kichwa. Tukio hilo la kusikitisha limetokea usiku wa kuamkia leo Mei 7, 2026, wakati waombolezaji wakiwa wamekusanyika nyumbani kwa marehemu James Temba kwa ajili ya mkesha huo. Akieleza mkasa huo, Ruth Fabian, shangazi wa marehemu James Temba, alisema wote walikuwa wamepumzika usiku huo msibani, ndipo mmoja wa watu aliwaamsha ili wanywe chai. Niliinuka nikamwendea mama Leah kumwamsha, nikamwita jina lake lakini hakuitikia. Nilimtikisa mara kadhaa lakini hakujibu wala kuonyesha dalili yoyote ya uhai. Niliita ndugu na jamaa wengine ili waone pale, alisema Ruthi, huku akibanwa na uchungu. Kwa haraka mmoja wa waombolezaji aliita gari ili kumkimbiza hospitalini. Hata hivyo, juhudi hizo hazikufua dafu. Tulipofika, madaktari walithibitisha kuwa mama Leah alishafariki dunia. Ruthi alisema mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi kwa uchunguzi zaidi. Kifo cha Leah Ngowi kimeongeza kidonda kingine kwa familia ambayo tayari iko kwenye majonzi makubwa kufuatia mauaji ya kijana wao aliyeuawa kinyama James Temba, mwanafunzi wa mwaka wa 3 IFM. Mwili wa James Temba ulikutwa bila kichwa katika mto Msimbazi, Dar es Salaam wiki iliyopita, tukio lililoshtua jamii nzima na Watanzania na kuibua maswali mazito kuhusu usalama. Uchunguzi wa jeshi la polisi unaendelea kuhusu wauaji waliofanya na bado unaendelea. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro alipoulizwa kuhusu kifo cha Leah Ngowi amesema uchunguzi wa awali hauonyeshi kitu chochote. Tumepokea taarifa, mpaka sasa inaonekana ni kifo cha kawaida, lakini tutasubiri ripoti ya daktari ili kuthibitisha chanzo halisi, alisema kamanda huyo. Ndugu na jamaa wamesema kifo cha Leah kimeongeza maumivu maradufu. Alikuja kutufariji, lakini sasa tumebaki tunamuombolezea yeye pia. Mungu atupe nguvu, alisema mmoja wa ndugu wa familia. Taratibu za mazishi ya James Temba pamoja na Leah Ngowi zinaendelea kuratibiwa na familia. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Enda msibani. Alipofika msibani alikuwa analia kusema, hivi kweli na mimi anamtoa kiume Mungu, Kelvin wangu ndo alete bila kitu, si nitakufa na mimi tu jamani. Wanaposema pale msibani alilia sana. Nilipofika msibani alilia, na hata mchana niliposhuka sokoni nilimkuta bali mama yuko kwenye mshindi, akaniambia jamani, kijana ni mdogo sana amekufa jamani. Sisi akanaongea kweli, analia. Nikamwambia mama, subiri kwanza azikwe tu, mambo mengine yatafuata. Kwa msiba kwa mama alishtuka sana. Alifikiri labda ni alichukulia picha kama ni mtoto wake. Aliwaza sana. Na aliposema kwa tena, na hata alipotoka hapa alikuwa anasema jambo. Hata ndo naishi labda alipofika kwa msibani, labda alipoona picha za yule kijana, labda ndo pressure ikapanda zaidi, au labda ni mshtuko ulivyo chochote. Mshika mama pale haongei, fanya haemi. Sasa nikawa na ile panic. Nampigia sasa la simu. Ngere fanyeje, mama amezimia. Nimevuka, haongei, hahemi, afanye chochote. Akanambia, unafanyaje? Nenda kamuite jirani kwa shule. Nikamwambia wameshaita taxi. Gari kaja, tukampakia ile haraka. Nikajua tunaenda hospitali labda kuhusu. Kipisi nimemshika mama miguu yake tayari, mama alikuwa ameshaondoka. Lakini nilikuwa najipa moyo. Akasema hamna. Basi tukafika pale Mawenzi. Kwanza wakaniambia, nikamwambia tumpeleke pale soko mjinga emergency tu apate kwanza huduma ya haraka. Wakaniambia kumbe tayari walikuwa wanahisi wameshaelewa kwamba mama hayupo. Wakasema Mawenzi moja kwa moja. Akasema Mawenzi, akamwambia yule dereva, Mawenzi moja kwa moja, kwa ukali. Lakini nikana najaribu kuomba
kaenda vizuri. Kasema si msaada, napewa msaada kuokoa maisha ya mama. Basi mimi nikaenda vizuri, kufika Mawenzi pale. Mawenzi wakanipima pale. Kwa hiyo pale kwenye gari wakasema tayari mtu alikufa muda mrefu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.